ni moja wa waasisi wa kile chama. Takribani miaka 13 iliyopita, mimi ni mmoja wa watu 8, sina hofu ya kutekwa. Sina hofu hiyo. Mimi ni mmoja kati ya watu 8 walioasisi kile chama, lakini ndugu zangu wana Dodoma na Watanzania wenzangu, naomba niwaeleze hapa, niseme nisiseme. Asanteni sana. Ndugu zangu, sisi tulikuwa na msimamo. Na uzuri sasa hivi dunia ni kama kijiji. Mkienda kwenye mitandao ya kijamii, mnaweza mkatafuta msimamo wa chama wa Chauma kupitia mwenyekiti wetu, alikuwa mwenyekiti wangu. Tulikuwa na msimamo ya kwamba ni bora tumuongezee rais aliyeko madarakani muda, lakini katiba mpya iweze kupatikana ndio twende kwenye uchaguzi. Huo ndio ulikuwa msimamo wetu. Lakini leo hii ndugu zangu, wale watu wana hamu ya uchaguzi kama nini? Wale watu wana hamu ya uchaguzi kama nini? Uongo sio uongo? Nini kimewakuta? Ndugu zangu wa Tanzania, sio wajinga, na mimi kama mtu mzima sio mjinga. Niliingia kwenye siasa kwa madhumuni ya kuwapigania Watanzania, mwananchi wa kawaida. Ndugu zangu, kwa hicho kinachoendelea, watu wale manake wanataka kuhalalisha Chama cha Mapinduzi kiendelee kupoka uhuru wenu wa kieni ya msingi ya kuchagua. Hata mwaka hujapita umeendeshwa uchaguzi wa serikali za mitaa. Uongo kweli? Nyie mlichagua mwaka jana? Mlichagua kuchagua? Sasa hao wanataka kuendelea kuhalalisha msiendelee kuchagua. Mimi nimesema hapana, 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 inatosha. Tunaomba Watanzania wa Dodoma na Watanzania kote mnapotusikiliza, mtusaidie. Tumesema kwamba bila mabadiliko ya kweli, ya sheria zetu hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko, no reforms, no reforms. Asanteni sana. Asante sana makamanda. Bila kupoteza muda, naomba nimuinue kamanda aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu na aliyekuwa ZOC msimamizi wa chaguzi zote kanda ya kati. Simama, salimia watu wako uliowaandaa, uliowatengeneza. Karibu sana. Dodoma, habari ya jioni. Hebu nione huu mzuka wa Dodoma wa leo, weka mkono kama mimi. Oya, mpaka kule nyuma tunasikilizana. Kule tunataka misukule leo ilale barabarani. Hebu weka kama mimi, tusalimiane Dodoma. People! Dodoma people! Mihanyeni, Milimoni, Daviro. Ninaitwa Patrick Yolo Sosopi, ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema mstaafu. Nimeambatana na mwenyekiti wa Tanganyika Kaang Heche. Tumesha kwenda mikoa takriban 20. Na leo tulianzia Mlali kule Kongwa, Mpwapwa mjini, na sasa tuko hapa Dodoma mjini. Tunazunguka sio kwa sababu hatuna kazi za kufanya, kwa sababu tumeamua kujitoa sadaka juu ya ukombozi wa pili wa taifa letu kutoka kwa hao manyang'ao. Tuna ujumbe mahususi juu ya uchaguzi. Uchaguzi ni maisha yetu. Siasa ni maisha yetu. Kuna utamaduni mpya umezuka
imeanzishwa na mwenda zake. Nchi hii leo uchaguzi unapangwa nani awe kiongozi na kikundi cha watu wahuni wachache. Wananchi wamepokwa haki ya msingi ya kuchagua viongozi wao. Ndio maana mambo hayaendi sawa sawa. Nchi hii leo tunazungumza umasikini katika utajiri. Tunahitaji watu wa Dodoma. Tunajua nyinyi mmechelewa sana kupokea mabadiliko. Ziko sababu nyingi, lakini sababu mojawapo ni sheria mbovu za kuweza kuruhusu wananchi kuchagua viongozi wao. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Oktoba mwaka huu tunajua kwamba tunahitaji kwenda kushiriki uchaguzi. Chadema, naomba mtuamini wa Tanzania, tunajua kwamba tunaweza kushinda majimbo na kata, lakini kwa sababu ya sheria mbovu za uchaguzi tumekuja na no reforms, no election. Watu wa Dodoma, mko tayari? Nikisema no reforms, nisikia no election ya nguvu. No reforms, no reforms, hakuna mabadiliko. Ni kwa sababu Biblia ama Qurani zingeandikwa kihuni. Nisikilizeni, Biblia ama Qurani zingeandikwa kihuni, hakuna mtu angeweza kuamini. Na sisi kwa sababu tuna katiba mbovu iliandikwa na watu wachache, tuna sheria mbovu, muungane na Chadema ili tupate sheria nzuri, wananchi mheshimiwe, mpate viongozi mnaohitaji. People! Dodoma people! Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asante sana makamanda. Tunaomba utulivu. Anakuja katibu mkuu na timu yake, lakini hapa mbele